Za moja kwa moja hadi katika kaunti ya Kitui. Hospitali ya rufaa ya Kitui imepokea vifaa vipya vya upasuaji na matibabu ya macho ambavyo vitasaidia kuimarisha huduma na kupunguza msongamano wa wagonjwa katika hospitali hiyo. Afisa mkuu mtendaji anayesimamia vifaa vya matibabu katika kaunti hiyo, Aggrey Kamba, amebaini kuwa kwa muda mrefu kumekuwepo na ucheleweshwaji wa huduma kwa wagonjwa wanaohitaji huduma za upasuaji kutokana na upungufu wa vifaa vya vyumba vya upasuaji, ila kupitia vifaa hivyo vipya huduma zitaimarika. James Mwangi anaarifu. Huduma za matibabu ya macho kwa wakazi wa kaunti ya Kitui zinatarajiwa kuimarika pakubwa baada ya hospitali ya rufaa ya Kitui kupokea vifaa vya matibabu ya macho vitakavyosaidia katika upasuaji na kupunguza msongamano wa wagonjwa katika hospitali hiyo. This is a great milestone for the people of Kitui. This being our premier hospital, the equipping of the eye unit, the theater for the eye unit is such a great thing. In the last 9 months, in our eye department we've seen around 6,563 patients. Kulingana na afisa mkuu mtendaji anayesimamia vifaa vya matibabu kaunti hiyo, Aggrey Kamba, ukosefu wa vifaa vya upasuaji katika hospitali hiyo kumeathiri utoaji huduma kwa wagonjwa kwa muda mrefu, ila sasa wagonjwa watapata huduma bora na kwa wakati ufaao. Kwa muda mrefu tumekuwa na theater 2 katika hii hospitali, na kwa sababu ya hivyo tumekuwa na ongezeko kubwa ya surgeries katika hospitali. Kama vile mmesikia daktari yetu mkubwa kwa hii hospitali, kwa siku tunafanya kama operation 8 na operation zingine zinachukua muda mrefu sana. So serikali ikaona ni vizuri tuongezee theater ya 3. So katika budget ya mwaka huu gavana wenu akaweka pesa ya kununua machine za theater. So hii mali tunasimama leo ni inaitwa eye theater, yani theater ya macho. Pia huduma kwa kina mama, wajawazito pamoja na watoto zinatarajiwa kuimarika baada ya kukamilika kwa ujenzi wa chumba cha kuhudumia kina mama wajawazito ambao wengi hulazimika kutafuta huduma katika hospitali zingine. The contractor for the stored maternity building, kuna mjengo kubwa sana ya maternity na watoto ambao imekwama kwa muda kiasi, lakini leo contractor ameanza kazi. Tumehand over kwa contractor kwa niaba ya governor na tuko na furaha sana. So siku ya leo tumetunukiwa na major extra theater na pia maternity. Hiyo building itakuwa na theater zingine 2. Kwa hivyo tunatoa shukrani zetu kwa governor, His Excellency Dr. Julius Malombe na waziri wetu na timu yetu ya HMT na madaktari wetu waendelee kufanya kazi. James Mwangi, makala ya Undugu Afya.